Jambo la kwanza ambalo nataka tuweke maneno ya msingi leo, Mungu hasikii maombi ya mtu mwenye dhambi. Mungu hasikii maombi ya mtu mwenye dhambi. Hii imewafanya sisi watu wa Mungu wakati mwingine tumezoea sana. Unakuwa na mazagazaga mengi na mambo mengi, lakini unang'ang'ana tu pige kelele uombe ili na wewe uonekane uko kwenye maombi. Mungu hasikii maombi ya mtu mwenye dhambi. Maombi ya mtu aliye na dhambi ni kelele mbele za Mungu. Kabla hujamuomba Mungu, iondoe dhambi kwanza. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 kuanzia mstari wa 31 naanza kuweka maneno ya msingi yatakayokufanya uinuliwe. Yohana sura ya 10 kuanzia mstari wa 31. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Hebu turudie wote kwa pamoja, 1, 2, 3. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Tunajua nini? 1, 2, 3. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Nataka turudie tena. Nirudie Yohana sura ya 10 kuanzia mstari, Yohana sura ya 9, Yohana sura ya 9 kuanzia mstari wa 31. Yohana sura ya 9 kuanzia mstari wa 31. Turudie tena 1, 2, 3. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Kwa hiyo tunajua kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi. Ili usikiwe na Mungu, inabidi mtu awe mcha Mungu na mwenye kufanya mapenzi yake. Ili usikiwe na Mungu, wewe namna gani? Mcha Mungu na kufanya mapenzi yake. Kwa hiyo tumepata picha, Mungu hamsikii mwenye dhambi. Mungu hamsikii mwenye dhambi, lakini anamsikia mcha Mungu na anayefanya mapenzi yake. Sasa mara nyingi tumezoea unaficha kwa sababu dhambi inatendwa sirini. Hakuna mtu anayejua wewe ni mwenye dhambi isipokuwa wewe. Kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 13. Mambo mawili ambayo yajue kwenye mstari uliosoma pale ni kwamba Mungu hasikii mwenye dhambi, bali mtu akiwa mcha Mungu na kutenda mapenzi yake, Mungu humsikia huyo. Mtu anayesikiwa ni wa namna gani? Mcha Mungu anayetenda mapenzi ya Mungu, Mungu humsikia huyo. Je, Mungu anamsikia mtu wa namna gani? Mcha Mungu anayetenda mapenzi yake, Mungu humsikia huyo. Kwa hiyo mwenye dhambi Mungu hamsikii. Kama uko hapa kwenye maisha yako kuna dhambi, unapoteza muda, hakusikii. Uko popote pale, uko Shinyanga, uko Mala, uko Kagera, uko Katavi, uko Geita, uko Morogoro, uko popote pale Tanga, kama una dhambi Mungu hakusikii. Na maombi haya unapoteza muda. Lakini bali mtu akiwa mcha Mungu, sema akiwa mcha Mungu na kufanya mapenzi yake, Mungu humsikia mtu huyo. Kwa hiyo natafuta sasa leo uwe mcha Mungu na ufanye mapenzi yake ili Mungu akusikie wewe. Neno langu la msingi la leo ni uwe mcha Mungu, ufanye mapenzi yake na Mungu akusikie. Mara nyingi sasa nitaelezea nini na maana ya kuwa mcha Mungu na kufanya mapenzi yake ili Mungu akusikie. Mara nyingi tumezoea unaficha. Kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wa 13. Biblia inasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Tusome wote kwa pamoja, nyumba nzima Tanzania yote, 1, 2, 3. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Rudia tena, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Una mambo fulani ambayo wewe unayajua lakini unayaficha, unang'ang'ana kuomba tu na yale mambo yapo. Unang'ang'ana tu, Mungu nipe, Mungu naomba, hutafanikiwa. Sasa atakayefanikiwa ni mtu wa namna gani? Bali yeye aziungamaye hizo dhambi na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo kumbe ukiziungama dhambi alafu ukaziacha, ndio unapata nini? Rehema, unapata msamaha. Anayeficha dhambi hatafanikiwa, anayeziungama na kuziacha atapata rehema. Na ndio maana kila mahali Mungu anapotaka kumsaidia mtu anaondoa dhambi kwanza. Popote pale, iwe ni ugonjwa, iwe ni dhiki, iwe ni taabu,
Popote pale Mungu akitaka kukusaidia, anaondoa dhambi kwanza. Kabla dhambi haijaondoka, huwezi kupata msaada wa Mungu. Na ndio maana Biblia takatifu kwenye kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3 inasema hivi: akusamehe maovu yako yote. Baada ya kusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Turudie tena, anaanza na jambo gani? 1, 2, 3. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Anasamehe kwanza, alafu ndiye anaponya. Maana yake anasamehe kwanza, alafu ndiye anafanya muujiza. Na ukisoma mstari wa 4 anasema aukomboa uhai wako na kaburi. Una jambo zito linakukabili, unatakiwa ufe. Una fitina na watu wengi wanakuzulia mambo. Ili Mungu aukomboe uhai wako na kaburi, anakusamehe kwanza. Ili akukomboe uhai wako na magonjwa, anakusamehe kwanza. Halafu Biblia inaendelea kusema kwamba akutia taji ya fadhili na rehema. Taji ya fadhili maana yake ni kule kurehemiwa na Mungu. Halafu mstari wa 5, aushibisha mema uzee wako. Halafu mstari panapofuata, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Mara nyingi watu tunasema Mungu atanishibisha mema na ujana wangu utarejeshwa kama tai. Hatujui ni baada ya msamaha kwanza. Ukisamehewa ndio inaanza kuponywa magonjwa yako yote. Ukisamehewa ndio uhai wako unakombolewa na kaburi. Ukisamehewa ndio anakutia taji ya fadhili na rehema. Ukisamehewa anaushibisha mema uzee wako. Ukisamehewa ujana wako unarejeshwa kama tai. Iwe hivyo kwako leo.